ni kuzunguka na vidada malaya mabatini hapa. Excuse me dada. Mimi kati yangu, mimi na yeye nani malaya? Kendi. Kendi? Yaani ndo Kendi hapo nyuma kidogo. Kendi nisha kumtambulisha kwa mke wangu na nilimwambia inatosha. Ni mwanafunzi mwenzangu ambaye tulisoma enzi hizo pamoja na sasa yuko Mbeya anafanya kazi ni mwalimu. Fanya hapa ni sahihi. Unaongea nini? Unaongea nini? Unaongea nini wewe? Manake unataka kote unapiga kelele kama hizo. Unapiga kelele mimi? Mimi ni wako. Mume wangu. Mimi ni wako. Mume wangu. Kwa nini unapiga kelele? Kwa nini umetoka wapi? Ni wapi? Umetoka wapi? Nimetoka. Ani leo hivi kunifanya vazi kama haya. Snoop. Robert, nisikilize, naomba unisikilize Robert. Yaani nisikuone hata sura yako. Sawa. Kwanza mnao unakwenda nyumbani. Mume wangu. Ondoke. Mungu mwanamke. Nilikuwa nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya mama. Kwa sababu umetokea, aturudia tena. Na kwa hadi mpenzi wangu. Ndakisha umalaya. Ni nafanya kitu kwa sababu yako. Wewe malaya wewe. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi. Lakini usiku ule wa saa 3 simu ililia na moyo wako ulianza kunitilia shaka. Nilikuamini, lakini uliniacha kama si kitu. Niliitwa mke wako nikawa kivuli chako. Nilitazama bila huruma, mapenzi yetu yakageuka kuwa historia ya majuto. Samahani kwa yaliyotokea. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka nilisema bado. Kwa majina naitwa Robert na mke wangu aitwaye Chichi. Mikono miwili akavua pete kwa upendo, akasema ni wewe tu moyoni. Walitembea wakishikana mikono barabarani. Majirani wakasema ndoa kama hii ni zawadi ya mbinguni. Waliota watoto wakachoka kitandani, waliamini hakuna kisichowezekana. Wakishikana rohoni miaka miwili. Tulipendana sana. Babe, nimechoka eti naomba nimalize kufua. Hatukuwa na nafasi ya kuweza kupeana muda ambao kila mmoja aweze kumweka mwenzake katika mkono wa kushoto ama kulia. Ngoja sana kuonyesha. Chukua Chichi kwa mikono miwili, akavua pete kwa upendo, akasema ni wewe tu moyoni. Walitembea wakishikana mikono barabarani. Majirani wakasema ndoa kama hii ni zawadi. Pige. Nitakisha kia kunipige. Kwa fule mimi nakupiga. Miaka miwili ya furaha, waliishi kama wapenzi wapya. Kila alfajiri Chichi alimwamsha kwa busu shafuni. Waliapa mbele ya Mungu na watu tushikamane. Niache nimalize kufua kwanza. Chichi mpenzi wangu, mimi nakumisi kila wakati yule. Anaweza nita kusingiza nisipate kabisa. Tuna kuna kila wakati.
Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Sina kufua. Ulinipa jina, ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi. Lakini usiku ule wa saa 3 simu ile, kazi na baraka zilitiririka katika kaya yetu au ndoa yetu. jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete. Basi Robert, mimi nilideka sana. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi. Lakini usiku ule wa saa 3. Jamani, bado tu. Mbona kila kitu nimekuandalia bafuni? Baby, mimi naogopa, siwezi kukaa peke yangu. Bafuni baridi kali. Nimeingia mpaka kutoka. Nilimpenda sana, alinipenda sana mke wangu Chichi. Mbona sawa shati? Haikuwa kulala tu pamoja. Tulienda kazini, kusindikizana sokoni na kadhalika. Yaani ungejiandaa muda ule yote yasingetokea. Unaweza kufunga bado ndo kisasa. Alimchukua Chichi kwa mikono miwili, akavaa pete kwa upendo, kasema ni wewe tu moyoni. Walitembea akishikana mikono barabarani. Majirani wakasema ndo kama ni zawadi ya mbinguni. Waliota watoto wakacheka kitandani. Waliamini hakuna kisichowezekana wakishikana rohoni. Miaka miwili ya furaha, waliishi kama wapenzi. Basi sikupenda kuchelewa sana nyumbani kwa sababu mke wangu alikuweko nyumbani. Chichi. Chichi mama. Nilikuwa nikiita mbali hata kabla sijaingia ndani. Oh, mke wangu Chichi. Robert wangu, unaonekana umechoka sana. Sasa uende ukaoge ili mwili ukae sawa. Naona kanasonga kadogo kadogo, kanijali sana afya yangu isifaisika sababu yako. Nijisifu sana. Mke wangu alikuwa nesi taaluma yake, ila alinihudumia kama mgonjwa nyumbani. Robert mume wangu. Naam. Usio unachelewa kurudi, mimi naogopa kubaki mwenyewe. Chichi mpenzi wangu, kumbuka kuwa kwamba kuna usafiri kikazi, hata kifo kipo pia. Mke wangu alikuwa si mwenye kupenda vitisho. Alipenda amani, alipenda furaha kama ilivyo mwanamke mwema. Robert mume wangu, hebu ifike hatua hizi habari za kifo usiziongelee tena. Natishika na vingi, nabaki mwenyewe hapa, unachelewa kurudi. Naogopa. Bado ukirudi ni unaniambia habari za kifo. Nazidi kutishika, naogopa. Hebu ifike hatua hizi habari ziishe. Sample na mtiti nimekuelewa. Sawa. Basi nimekuelewa. Bora ni heli we msaliti. Unasema? Ndio. Kisaliti kifo, tubaki mimi na wewe.
Sawa. Kitu kanda chakula cha usiku. Ndio nyuma. Sawa. Hapo smart vile pale. Ukweli ni kwamba nilideka sana mimi Robert. Nilisahau vingi sana kwa ajili yake. Nilihisi Mungu kaniongezea mtu nje na mamamu. Huyu Chichi mpenzi wangu. Ndio mimi nakupenda sana. Robert mume wangu. Ndio najua unanipenda. Tena sana tu. Lakini mimi ndo nakupenda zaidi. Unajua sitamani kukosa wewe. Sikusita kumwonyesha hisia zangu na ukweli wangu wa moyoni. Nilimwambia Chichi na kupenda. Kila fajiri Chichi alimwamsha kwa busu shavuni. Waliapa mbele ya Mungu na watu, tushikamane hata upepo kivuma hatutaachana. Waliapa moja, walicheka kwa moyo mmoja, lakini dunia ni mzunguko, moyo wa mwanadamu hauna ramani. Robert mume wangu. Naam. Hakuna kitu kitatenganisha. Alafu haiwezi tokea hata dakika ukanikosa kwenye maisha yako. Kweli ndio nakupenda sana. Kila wakati natamani na kuona uzuri wako ulionao, tabasamu lako. Ndio maana umenioa, umeniweka ndani. Unaniona kila muda. Asante. Ndio nini? Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka, nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi, lakini usiku ule wa saa 3 simu ililia. Ubizi wangu katikati wa mahaba na mapenzi na muda wa mke wangu Chichi. ulianza kuchanganya mambo tena. Robert, mimi nilifeli wapi? Kwani Robert ni Muda nini? mwingine nasahau appointment za kazi sababu ya mapenzi mazito ya mke wangu Chichi. Sijui ni. Kwa nini vakili umeniacha kama si kitu? Niliitwa mke wako nikawa kivuli chako. Ulinitazama bila huruma. Mapenzi yetu yakageuka kuwa historia ya majuto. Nilikuamini na wewe ukanisahau. Mama toto. Chichi mpenzi wangu. Njoo mama. Kosa langu la kwanza lilianzia hapa. Hey, unaacha tu namaliza kupika. Hadi kama pika ndaka nimeshiba. Sasa nimeshiba. Sasa mimi nampikia nani? Niko watu wewe. Isilivu uzuri wako. Mwanzo nashi. Vipi wewe? Ni bosi wangu anapiga simu. Boss.
Cheko langu lilikuwa ni lenye kumaanisha kinachoendelea ksaa nakijua hivi. 3 kasoro. 3 kasoro. Ndio. Ndio kupigia simu. Ndio, hajui kwamba wewe ni mke wa mtu. Anajua nimeolewa. Sasa apige simu saa 3:07. Anajua kwamba nimeolewa, lakini sasa inaweza kuwa ni maelekezo ya kazi tu kesho asubuhi. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi, lakini usiku ule wa saa 3 simu ililia na moyo wako ulianza kunitilia shaka. Nilikuamini, lakini uliniacha kama si kitu. Nilitoa mke wako nikawa kivuli chako, ulinitazama bila huruma. Mapenzi yetu yakageuka kuwa historia ya majuto. Nilikuamini. Basi kosa langu la kwanza lilianza kufanya kazi. Nilipigiwa na mwanamke wangu mmoja mzuri sana. Halo mke wangu mtarajio. Niliamua kulipua moyo wake ili aweze kunijua mimi ni nani. Mke wangu, mpenzi wangu, nitoka kazini tu. Nakwenda kufungua safari. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka, nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina. Robert alimchukua Chichi kwa mikono miwili, akavua pete kwa pendo, akasema ni wewe tu moyoni. Walitembea wakishikana mikono barabarani, majirani wakasema ndoa kama hii ni zawadi ya mbinguni. Waliota watoto wakacheka kitandani, waliamini hakuna kisichowezekana wakishikana rohoni. Yakamwilia furaha. Mbona kama una furaha kabisa? Robert, mimi sikuelewi. Utanitumia kisirisiri vya dilini. Kendi, kwa shida gani? Nakostaki kama mke wako. Kwa inamaanisha uniamini, si ndivyo? Nakuamini. Kila kitu nimeshakufanyia. Anaanisha kuahidi kabisa nitafanya kila kitu kinachowezekana ili uweze kuwa na wewe. Kendi, ila unajua nini? Mimi nakuahidi kabisa nitafanya kila kitu kinachowezekana ili uweze kuwa na wewe, kwa sababu na mko nyumbani yule. Anasema nini? Nakupenda pia. Anakuahidi sitaweza kukuacha na maisha yangu, kwa sababu nakupenda sana. Ninafanya yote kwa sababu yako tu. Tuwe cheers basi sana. Furaha yangu nilihamishia counter pamoja na mpenzi wangu Kendi. Ila usisahau kusubscribe channel hii ya Like Shine. Siku hazikuganda tena, siku zilizidi kuyoyoma. Kosa langu la pili, tizama tena. Unafumbilianga kwenye koti. Ya majuto, nilikuamini na wewe ukanisahau. Ulipomleta Kendi moyoni, nilihangaika nikitafuta kosa langu. Nilitazama kwenye kioo nikawa sioni tena Chichi. Mwanamke aliyependwa, aliyependeza, alikuwa kivuli kilichobeba uzito wa kimya. Nilivumilia. Robert, ni kitu gani hichi? Anawafumbilia bwana. Robert, ninakuuliza kuhusu kondomu unazo nazishika kwenye mikono yangu mimi, unaniomba shilingi 2000. Ukweli
sikutaka kukubali kosa langu. Yaani ina maana sasa hivi unaanza kuchezea drama sasa ndivyo ndani kwangu mimi. Robert, hivi unaweza ukatoa majibu sahihi ya hivi vitu hapa? Unaanza kuniambia beza drama. Mimi nikuletea drama wewe Robert. Sio kawaida. Hivi mimi kabisa na akili zangu timamu nitoke napotoka. Nilikuamini, nilivyoa nikakuvalisha. Kondo kwenye mfuko wa sweta lako. Kinicheka. Tena imetumika. Ukiachana na hii ambayo haijachanwa, kuna ile usumika hapa chini. Nipa pete ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi Kumana nataka mwingine. Ili, sinevo? Robert, tafuta pa kujisafishia Robert. Tafuta, yani wewe sio kuja na kondo kufanya. Sikia, usinipande kichwani. Usinipande kichwani. Nitakuchafua, yani nitakuchafua. Yaani hizi kondo mwanzo nani? Na hapa nani naisha tawili. Kwa nini kitoka naona na mwingine sasa? Yaani si mwanamke hivi. Hivyo Robert. No! Labda fanya. Jua lilichomoza na kuzama. Siku hazikuganda. Siku zilikwenda. Hili nalo jipya sasa. Kidudu. Karibu. Sasa hizi. Salama, habari yako? Salama, upo poa? Poa, karibu. Nimekuta kaka Robert. Oh. Robert ametoka. Ameelekea kazini na kurejea ni usiku sana. Tunaweza mpigia simu. Na tusimpigie simu yake. Tuweza ni karibu surprise yake. Surprise? Maki sikumpa taarifa kwa anakuja. Kwani nani yake? Mimi ni mdogo wake. Oh, Melvin. Yeah. Karibu sana. Asante. Karibu sana, karibu pumzika. Hakika hii surprise ya leo itamfurahisha sana Robert. Ndio. Karibu sana. Juisi, maji, soda gani? Kwa nini nilivyochoka hivi? Hebu niweke maji ya kuoga. Nataka nipumzike, nimechoka sana. Pole sana. Huyu kiufupi ni kudokezee tu, ni mdogo wangu aitwaye Melvin. Anasoma katika chuo kimoja kichopo katika jiji la Mwanza. Chichi alinisubiria sana. Sikuweza kurudi. Takriban siku ya 3 hivi. Ila alikuwa ni koti ambalo linaonikinga katika baridi na manyunyu na mvua mbalimbali. Dada. Wewe dada. 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 Paka sasa hivi hujalala. Unafanya nini sebleni paka sasa hivi? Chichi alikuwa koti linaloniziba na kunikinga na madhira mbalimbali. Sikia jinsi anavyomjibu mdogo wangu. Robert hajarudi. Mdogo wangu hakuweza kumjua kama huyo ndiye mke wangu wa ndoa, maana wakati tunafunga ndoa hakuwepo. Ngoja nimpigie. Usimpigie. Nimekumbuka asubuhi alinitaarifu atakuwa na shift mbele ya kwake mchana, usiku nitakuwa rafiki yake alipata matatizo kwa hajaweza kuingia kazini, kwa atakufa badala yake. Hivyo usimpigie simu ili usiharibu surprise yako. Okay. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha, kila jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete. Ilikuwa ghafla sana. Mdogo wangu sikujua kama
hiyo siku Kaka Robert atakuwepo nyumbani, atakuwa amerudi kutoka kwenye masomo yake. safi. Tukae kwanza hapo tu. Kitambo bro. Kwanza yani unajua nimechoka sana mdogo wangu. Ndio. Unajua kaka una mambo mengi sana. Ni kweli. Unajua kama sisi nilivyo. Na kingine sini samaje uweze kunielewa kwa sababu vitu vingi vimekupita. Kweli bro. Vingi sana kwa sababu najua mimi ndo kila kitu. Ni kweli. Masuala ya ada, mara hichi mara kile. Kuna kosa ni hata kile kitu ambacho niseme niwakumbuke yani sini samaje lakini utanisamehe kwa hilo. Bila samani. Na kitu kikubwa zaidi ambacho kimekupita utosha kula ubwako. Hongera kwa hilo. Kwa kuwa mdogo wangu hakujua lililokuwa likiendelea, na kama mimi ndiye kaka yake ninayemhabarisha mambo yote, hakujua kama mimi nimekwisha oa, na aliyempokea nyumbani ndiye shemeji yake. Basi nilichukua nafasi kumtambulisha. Ndio. Shemeji yako hapo. Ndio shemeji. Lakini wakati huo ndio ilikuwa ni mzungu wa nne. Hakuna anemsemesha mwenzie. Vipi mbona uko sawa? Anayepita, anayerudi, tulikuwa ni kama watu wakali yako. Ananunua t-shirti, ananunua bakuli, tukipishana tu ndani ya nyumba. Ulio tamu kako mambo mengi hapo ngoja nikapige maji. Ndio. Uendelee na chai. Na sasa hivi sawa ndugu wangu. Rudi usije kutupiga story kabisa. Walilia pamoja, walicheka kwa moyo mmoja, lakini dunia ni mzunguko, moyo wa mwanadamu hauna ramani. Sijaelewa habari za kaka yako. Kila siku nikiuliza kwa wapangaji na kila mwezi nikienda wanasema mara akachukua kodi yeye. Ni kutokutengeneza suluhu. Hili ni kosa la 3 sasa katika ndoa yangu. Hili nalo sikia sasa, familia yangu, ndugu zangu, damu yangu walivyolivalia njuga sasa. Yaani ni mchanganyiko kwenye familia. Huyu ni dadangu. Hodi nyumba yetu. Jamani sasa hizi Salama. naona familia leo mmekutana, ndugu wenyewe, mipango kibao. Karibu shem. Haya, mimi nimetoka dispensary hapo kumalizia dozi yangu. Siko sawa sana. Kaona nipite niwajulie hali, lakini mimi naendelea na safari. Karibu ukae. Nitakuja siku nyingine, leo nimepita tu. Jamani familia imekaa hata utaki kusikia salamu zetu zaidi. Karibu ukae. Karibu shem. Karibu. Inaonekana umechoka. Siko sawa tu kiafya. Habari ya nyumbani? Nyumbani wazima. Mumeo wa jambo. Vipi kuhusu swala langu tuliongea mimi nawe? Wifi, ule mpango mimi naufanyia kazi. Alafu sio swala la kuangaikia sana. Naweza tukapambana si binadamu tukashindwa. Ni mpango ya Mungu wifi yangu ile swala. Lakini mwezi wa ngapi huu na mwaka wa ngapi kila siku mipango ya Mungu? Wenzako wanahangaika, wewe umehangaika. Wifi yangu nahangaika, ndo kama hivi natoka hospitalini, madispensary, nazunguka sana wifi yangu. Sio kwamba mimi nimekaa tu nimeridhika na hii hali. Mwaka wa ngapi huu? Wewe kubadilisha tu maisha. Kubadilisha nywele, nguo. Mipango ya Mungu. Mimi ni mwanamke, nimezaa vile vile. Nimehangaika mpaka hapa nilipofika. Je, wewe kila siku kutukalia mipango ya Mungu, mipango ya Mungu, mipango ya Mungu, mipango ya Mungu. Hiyo mipango ya Mungu ndio itakupa mimba? Hivi wote mnanitazama mimi, wote mnaniangalia mimi, wote mnanisema mimi vibaya. Hivi kwa mnajua shida ya kaka yenu? Unasema matatizo ya kaka yetu? Matatizo ya kaka yetu? Tulia sister. Huyu anatupanda kichwani. Umesikia? Tulia, leo hii kaja na neno gani? Hili
ni balaa jipya. Familia yangu inahitaji mtoto. Tulia, mimi ndo mdogo mtu. Hii ilikuwa ni kesi nyingine tena. Mke wangu Chichi sio vizuri. Hakutaka kuwa mnyonge. Alijaribu kuielezea familia yangu hazira yangu. Hata kuzazi wenyewe haupo, umeshahamia mgongoni. Nilikuamini, nilikuona kama jibu la maombi, lakini kumbe ulikuwa jaribio la maisha. Ulinivunja bila kunitamkia, na bado nilikusamehe, lakini moyo wangu uliniambia sitakupona. Nilipomkumbatia Melvin, haikuwa mapenzi, ilikuwa omba ya joto, omba ya kutendewa kama binadamu. Nilikosea, lakini ukimya wako ulifundisha kunena kwa makosa, lakini moyo wangu vuna Melvin. Sasa naishi na pumzi mbili ndani yangu, moyo wa mtoto asiye na hatia. Shem. Samahani. Najua umejisikia vibaya kulingana na kauli ya dada yangu mimi. Asante. Ila niombe radhi kwamba naomba umsamehe, naomba utusamehe pia. Umsamehe maana si unajua tena masuala ya wivi tena. Wanakuwa na maneno, wanakuwa ni watu wa kuongea. Kwa hiyo mimi kama mdogo mtu, nichukue fursa hii nikwambie kwamba utusamehe, umsamehe pia. Na umchukulie kawaida maana tayari na wewe pia ni mwanafamilia yetu. Kwa hiyo inabidi umchukulie poa, inabidi jinsi tu na alivyo, kwa hiyo inabidi umzoee tu na hali yake. Ni watu ambao wanakuwa na midomo, ila naomba tutoke tafute sehemu tulivu, afu tukae tuongee zaidi kama hutojali. Okay, asante kwanza. Yes, kwa hiyo umeongea, nashukuru. Kwa swala la kutoka, sidhani kama anaweza nikaongea na Robert akanielewa, lakini kwa kuwa ni mdogo wake anaweza akaelewa. Tutoke. Tuwahi kurudi. Haina shida, tuwahi kurudi. Nilikuamini na wewe ukanisahau. Ulipomleta Kendi moyoni, nilihangaika nikitafuta kosa langu. Nilitazama kwenye kioo nikawa sioni tena Chichi. Mwanamke aliyependwa, aliyependeza, alikuwa kivuli kilichobeba uzito wa kimya. Nilivumilia, nililala upande mmoja wa kitanda, nikiandika sala juu ya blanketi, nikiamini utarudi kwa machoto, lakini macho yako yalikimbilia kwa mwingine. Nilikuamini. Shimidi, nashukuru sana. Asante kwa kutenga muda wako. Mdogo wangu alijaribu kutengeneza amani katika ndoa yangu. Umekuja umegeuka kuwa faraja kwangu. Kuna siku moja hivi, mdogo wangu alimchukua Chichi ambaye ni shemeji yake. Wakatoka kidogo wakida kupata misikaki miwili mitatu. Baada ya hapo warudi nyumbani. Hiki ni kisa kimoja ambacho sitoweza kukisahau bwana. Anavurugu. Sawa, usijali shemeji yangu. Ni vizuri pia. Pia mimi mwenyewe nimeenjoy, nimefurahi. Tumekaa. Usijali, mimi kwenye familia nimechaguliwa kwa Nisamehe mimi Robert na kimchepuko changu kiitwacho Kendi. Hakuna siku ambayo nifurahisha sana kama siku ya leo. Yaani siniseme nini? Maana kwanza yani kitu ambacho nifanyia siku ya leo sitokisema katika maisha yangu yote. Kwa maana kitu ambacho yani ni adimu. Ni adimu mama. Unajua kwanza ni mwanamke ambao kila mwanaume anatamani awe naye. Unajua sehemu kama hizi, kwa sababu kule tunapoenda kila siku ni gharama zinakwenda sana. Tuna pesa nyingi. Wao sema uvu enjoy sehemu nzuri, ice nzuri, basi yake ni mazuri, Baadhi pesa zinatoka kule vile nikupo itakuwa sio mbaya. Kweli. Kwa lazima nihakikishe kila kitu kitaenda sawa. Kweli wifi nini dada, inabidi tumchukulie hivyo hivyo. Nadhani na mimi wiki ijayo nitaenda Mwanza kuendelea na masomo
kwa masomo. Tutawasiliana kwenye Nafurahi sana. Hivi Robert mume wangu, kwa unashindwa kuitunza heshima yako kama mume kwenye ndoa? Hapa ni kazini? Hapa ni wapi? Unashindwa kukaa kwenye nyumba yako uliyojenga kwa mamilioni ya pesa, unakuja kwenye mabati. Si ndio? Hauna muda wa kukaa na mimi mke. Hili ni kosa langu lingine tena. Hembu ona. Hembu tizama. Dada, malaya mabatini hapa. Excuse me dada. Mimi kati yangu, mimi na yeye nani malaya? Kendi. Kendi? Yaani ndo Kendi? Hapo nyuma kidogo. Kendi nishe kumtambulisha kwa mke wangu na nilimwambia inatosha. Ni mwanafunzi mwenzangu ambaye tulisoma enzi hizo pamoja na sasa yuko Mbeya anafanya kazi ni mwalimu. Robert unachofanya hapa ni sahihi. Unaongea nini? Unaongea nini? Unaongea nini wewe? Manake unataka kote unapiga kelele kama hizo ndio? Unapiga kelele mimi? Mimi ni wako. Mume wangu. Mimi ni wako. Mume wangu. Kwa nini unapiga kelele? Kwanza umetoka wapi? Ni wapi? Umetoka wapi? Nimetoka. Yaani leo hivi kunifanya vazi kama haya. Snoop. Robert, nisikilize, naomba unisikilize Robert. Yaani nisikuone hata sura yako. Sawa. Kwanza mnao unaenda nyumbani. Mume wangu. Kama ondoke. Mungu mwanamke. Nilikuwa nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya mama. Kwa sababu umetokea, atarudia tena. Nakuahidi mpenzi wangu. Ndakisha umalaya. Ni nafanya kitu kwa sababu yako. Umalaya. Nilikasirika, nilikuwa na ghadhabu nzito juu ya mke wangu. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha. Kila jicho likinicheka nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina, ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba maombi. Nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi. Lakini usiku ule wa saa 3 simu ililia na moyo wako ulianza kunitilia shaka. Nilikuamini, lakini uliniacha kama si kitu. Niliitwa mke wako nikawa kivuli chako. Nilitazama bila huruma, mapenzi yetu yakageuka kuwa historia ya majuto. Samahani kwa yaliyotokea. Marvin ndugu wangu alifika mbali mpaka kumshauri mke wangu wa ndoa. Hii si ndoa tena, ni batili. Batili kabisa. Sikujua kama kakaangu alikuwepo pale. Shem, nisamehe sana. Na sikujua kama ingeleta shida kiasi hiki. Kakaangu sijui amekuaje. Na hii tabia sijui kajifunzia wapi. Naomba unisamehe sana shemeji yangu. Kitendo alichofanya kakaangu ni maumivu makubwa sana kwangu. Shem, kakaangu alichokifanya tasimamia mpaka mwisho. Na kwa maoni yangu mimi, sidhani kama hii ni ndoa. Baada ya siku 5 mbeleni nikiangalia hii sio ndoa tena. Itakuwa ni mauaji. Ndio maana unakuta mtu mwingine kachumwa kisu huko, mwingine kamwagiwa tindikali, maji ya moto.
Sababu ni hizi tu niliyoona kwa kakangu, picha ambayo sijapendezwa nacho kabisa. Nilikuwa na mpango wa kwenda shule kimasomo, lakini nitairisha nisimame nawe paka mwisho. Shem, kwa tabia ya kakangu, sidhani kama hii ni ndoa. Hii sio ndoa, bora ivunjike. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha, kila jicho likinicheka, nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina ukanipa pepo. Kuna ishara kama mume nilianza kuziona kwa mke wangu. Nakumbuka ilikuwa kama saa 11 hivi asubuhi. Nikapanda bustani ya upendo kwa na mimi sikuwa mfuatiliaji sana, maana nilikuwa nimenogiwa na mapenzi mazito na baby Candy. Tazama hili. Nilikuamini lakini uliniacha kama si kitu. Nilitoa mke wako nikawa kivuli chako. Ulinitazama bila huruma. Mapenzi yetu yakageuka kuwa historia ya majuto. Shemeji, Abe, nini kinaendelea maana mpaka sasa hivi naona kimya tu? Hakuna kinachoendelea shemeji yangu. Mpaka sasa hivi hamjaongea chochote na brother? Tangu amerudi kajifungia ndani, hajasema chochote mpaka muda huu. Naomba ya kutendewa kama binadamu. Si hata brother nawaza nini mpaka sasa hivi. Kimya wako ulifundisha kunena kwa makosa, lakini moyo wangu vuna Melvin. Sasa naishi na pumzi mbili ndani yangu, moyo wa mtoto asiye na hatia. Dogo, niambie. Mimi nasafiri kazi. Ndio. Pesa yako ndio kwenye simu. Ilizo mwezangu na kwa mwisho. Bro, samahani kidogo. Nilikuwa na maongezi na wewe kuhusiana na yale yaliyotokea kule na shemeji yangu. Maana siwezi kuondoka bila kujua hatima. Tazama hili, ni kosa jingine tena usije kumfanyia mpenzi wako ama mke wako. Sio shemeji yako. Nilikuamini, nilivua roho nikakuvalisha, kila jicho likinicheka, nilisema bado ni wewe. Ulinipa jina ukanipa pete, ukaniambia nitakulinda hadi mwisho wa pumzi. Nilikuamini, nilijenga kwako kama nyumba ya maombi, nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi. Lakini usiku ule wa saa 3 simu ililia, na moyo wako ulianza kunitilia shaka. Nilikuamini lakini uliniacha kama si kitu. Nilitoa mke wako nikawa kivuli chako. Ulinitazama bila huruma. Mapenzi yetu yakageuka kuwa historia ya majuto. Nilikuamini na wewe ukanisahau. Ulipomleta pengo, unajua tucheza kidogo. Enjoy. Yeah. Sikuwahi kudhani ya kwamba mimi huyu nitaipata thamani, yani kama ndo hivi. Sijawahi kudhani ya kwamba nami itanifuata amani ya moyo. Dawa, nimepata dawa, dawa, nimepewa dawa, nimepewa dawa, nimepata dawa, dawa, nimepewa dawa, nimepewa dawa. Anajua vile nataka, yani anakosha. Chicha nitabasamu akasema ni boss kazini, lakini shaka ilianza kutafuna kama kutuchuma. Robert hakutaka kusikia, hakutaka kuelewa, akaanza kuficha maumivu kwa kimya mkali. Akatembea kwa Candy, mwanamke wa macho laini. Mapenzi ya nje yakawa dawa ya majeraha ya ndani. Chichi alipiga kelele za moyoni,
kusikika. Mwanaume aliyempenda sasa alikuwa kivuli chake. Aliomba rehema, aliomba nafasi, lakini Robert alishapotea njia. Mbona kimbia? Subiri basi, subiri. Nilijenga kwako kama nyumba ya maombi, nikapanda bustani ya upendo kwa mikono safi, lakini usiku ule wa saa 3 simu ililia. Unalia? Wewe unaniuliza swali gani hilo? Tuchokifanya unahisi ni sahihi? Kinakufurahisha sana? Ni bahati mbaya, naomba uniseme. Bahati mbaya? Oh Mungu. Basi. Kwa nini lakini? Basi naomba uniseme. Mami, nitakusikia toka hapa. Nini ni wewe, moyo wangu ulipenda kwa kweli, lakini sasa kila kitu kimevunjika. Tulipoanza tulikuwa kama ndoto, mapenzi yetu yalikuwa bila doa. Macho yako yalinipa mwanga na mikono yako ikawa salama. Lakini siku ule saa 3 kasoro, simu ikaita, ukaondoka bila neno, kaniambia ni boss kazi tu, lakini moyo wangu hakuelewa hivyo. Mkono ya kulia, ndani yangu kukaona baridi, usiku ukawa na ukimya wa huzuni. Chichi ulipochagua Shemeji. Simu inaita. Abe. Hakuna mahali nimeelekea, nipo huku nyuma tu. Hapana, mimi sikuwa na lengo hilo, ila nilikuachia tu muda uweke sawa mambo yako ya kiofisi kwanza. Robert, mume wangu. It's okay, naomba unisamehe basi, ninakuja. Hapa sasa nilikuwa nimedanganya, nimesafiri, lakini nilikuwa na baby Candy. Haya maisha unayoishi sio ya mke na mme. Maisha gani haya? Ya mateso. Hata kama ni kweli kuna uvumilivu. Aliamua kutafuta kuni na kuchochea zaidi moto wake. Nimebadilika, mimi ndo msemaji. Alifika mbali sana na kumshawishi mke wangu aende mahakamani na atafute wakili. Sasa sio hivyo. Chukua hatua, nenda kwa mwanasheria ili upate haki zako zote. Mimi mwenyewe naumia. Tangu nije hapa, nimeona ni bro amebadilika kinyama. Ni kitu ambacho mimi mwenyewe hainiridhishi kabisa. Ni kakaangu mimi. Mke wangu alinijali sana. Hakuona kasoro zangu licha ya makosa yake yote na makosa yangu. Shemeji, unajua labda kwa sababu hujapitia maisha ya ndoa lakini kwa sisi ambao tushaingia ndoani kuna viapo vingi tunakula. Yaani kiapo moja hapo ambacho nahisi ni gumu kukivunja. Tuliapa ni nitaishi naye kwa shida na raha kwa namna yote atakavyokuwa. Kwa hiyo nimeridhia tu kuishi naye kivyovyote vile atakavyokuwa. Ni mume wangu, atabaki kuwa mume wangu. Hii ndoa hii, kwa hali hii, kwa jinsi nilivyoona mimi, hii sio ndoa. Sio ndoa kabisa hii. Vunja. Hakuridhika na siku moja tu. Bado aliendelea kusimama kidete na familia yangu hii, ila katika jicho jingine tena. Maki sio kaka ambaye namjua mimi.
inawezekana eh? Inawezekana. Melvin ni mdogo wangu, kama shimeji au mume wake au mpenzi wake. Kama mimi msimamizi wa kesi yenu, mambo yameenda vizuri. Na kule mahakama imeamua mlivyokuwa kwanza wameangalia pande mbili. Wameangalia pande mbili. Huyu hapa hauna mtoto na jinsi mnavyoishi wamepanga kwamba nyumba yenu mtagawana stahiki. Yale mashamba moto ulichochewa na ukawaka kweli kweli. Tulifika mahakamani. Siku zilivyoenda, kwa hiyo tarehe 15 Jumatano mnatakiwa mwende mahakamani ili kila kitu kiende sawa. Ila kama kutakuwepo na mabadiliko yoyote mnaweza mkaniambia, kwa sababu mnaweza mkaniambia tukafanya namna fulani kabla jambo hili alijawa kubwa sana, kwa sababu ninyi ni familia. Kwa hiyo kama kuna mabadiliko yoyote mnaweza mkaniambia tukabadilisha. Mimi siko tayari kusaini talaka. Sijaridhia na siko tayari. Huyu ni mume wangu wa ndoa, tumefunga ndoa kanisani. Kitakachotutenganisha mimi na Robert ni kifo tu. Hamna kitu kingine. Yaani hamna cha sheria, hamna cha nini. Mimi najua ni kifo ndo kitatutenganisha mimi na Robert. Ninasema badala yake. Hili ni kosa jingine tena. Endapo kama ningelisimama na kurudi katika upande wa mke wangu, yote yangeisha haya. Unajua hatuwezi kufanya jambo hili hapa kama pande mbili nyote mjalizia. Mke wangu alianzisha, lakini hakuna msimamo wa taraka. Tunakamilisha hili hapa jambo. Siwezi kufanya huyu hapa kama hajalizia. Robert usiondoke. Hili ni moja ya tatizo jingine tena. Maradhi yangu yalijidhihirisha. Na wakati huo hakuna ndugu yoyote aliyekuwa akijua kinachoendelea. Dokta aliniumbua hapa. Dokta, na maradhi yako yanayokusumbua hakupaswa kufikia katika hali hiyo. Ilikuwa ni surprise kwa familia yangu. Samahani dokta. Bila samahani. Kwa maradhi yake na mke wangu Kendi. Kwani ana maradhi gani ambayo mimi mke wake sijui? Dokta ilibidi awaambie ukweli tu. Ana maradhi ya moyo. Haukumwambia mke wako? Haungepaswa kuficha maradhi kama haya. Unapaswa kuambia ndugu zako, mke wako, ndugu zako pia. Au kuna vitu umetumia? Umerudi kwenye pombe? Dokta alidhihirisha ukweli wake. Au unatumia tena vitu vya mafuta? Au kuna magomvi yametokea? Dokta, samahani. Yaani kwani kuna utaratibu maalum au upangilio maalum ambao Robert anapaswa kuishi? Hapaswi kutumia pombe, hapaswi kutumia vitu vya mafuta, mambo ya ugomvi pia. Kwa maradhi nilipokuwa nimefikia, nilifikia pabaya sana. Kwa hali hii ulivyofikia hapo sasa, sikuoni ndani ya wiki 2 zijazo, maana umefikia hatua mbaya sana. Ulipochagua kunificha nilihisi dunia ikining'oka. Niliamini ni wewe, moyo wangu ulipenda. Tuliapa hadi kifo, sasa ni kifo cha ndani. Simu moja tu ikaangusha dunia. Chichi wangu, mbona moyo wangu naungua? Nikatulia kwa Kendi nikidhani atanifuta juu, lakini moyo wake haukuwa tiba. Alinitazama kama nafasi sio upendo. Nilipoingia nikazama. Karibu sana kwenye ofisi zetu. Lakini nilitegemea mngekuja kifamilia zaidi. Wewe utakiwa uje na familia yako, na wewe unatakiwa uje na familia yako. Nashangaa kila mmoja hapa mkuja kivyake. Ushahidi wangu atakuwa Melvin. Hapo brother. Okay, haina shida. Kama mahakama ilivyolipitisha mlivyoliomba,
imelipitisha vizuri sana, lakini nitasaini hapa. Wewe hapo mama utachukua nyumba hapa nyumbani, lakini wewe utachukua nyumba ile ambayo ipo Kariakoo. Lakini ule mradi ambao ulikuwa unaoendeshea familia utachukua, utabaki na wewe hapo. Kwa hiyo unaweza ukasaini hapa. Tuliitwa katika ofisi ya mwanasheria na kilichotokea ni kusaini tu taraka kwa kila mmoja wetu. Ndio ndoa yangu ilipoenda kuishia hapo. Nawe saini hapa. Mama, leo unaweza kusaini hapo. Saini hapo. Ile kwanza kabisa ni jambo zuri sana kwa sababu nyote mmelizia, mmekubaliana na mmesaini. Kuna mtu mwenye jambo ambalo anaweza kaongea? Maana mimi nimemaliza hivi. Kama kuna mtu ana jambo anaweza kaongea, nimemaliza hivi. Alijigundua ni mjamzito, ingali huo muda si mke wangu tena kimaandishi kwa taraka nzito. Kwani mitihani ni lini? Tarehe 27? Sijui kama nitawahi mwanangu, lakini nitajitahidi. Hapa nyumbani kuna changamoto kidogo hivi, lakini nitajitahidi nirudi, maana si nikwambia kwamba nataka niongeze degree. Hebu samani kidogo kama dakika 5 hivi hapo nikupigie. Vipi? Unakaa vile haupo sawa. Karibuni kwa wakati mwingine. Stori hii ni ya kweli. Familia yenye stori hii tumeificha kidogo, maana ni stori yenye kuumiza sana. Wow. Asante Jesus. Nilipoingia nikazama kabisa, chichi ulilia kwa ajili ya ndoa. Ulipigania kivuli changu, lakini nilikuwa nimepotea. Nilikunyima hata jicho la rehema, kisha Melvin alikuja mdogo wangu, mgeni wa damu, mwanafunzi wa maisha. Na usiku mmoja aliingia moyoni mwako, akamwaga mbegu, mimba ikatungwa. Akamwaga mbegu, mimba ikatungwa. Penzi lilikuwa dua, sasa ni laana. Chichi, mimba hiyo ni alama ya majeraha. Robert anaumwa moyo wa kimya, na kesi po mahakamani bila tumaini. Moyo wangu hawezi kukimbia tena. Madaktari wamesema siku zangu ni chache, lakini wewe una mimba ya mdogo wangu. Sina changu, si cha roho, si cha damu. Rangu ya mwisho inalia, sauti inatulia. Robert, Chichi, Melvin, mapenzi yenu yanivunja. Sijalia mbele yenu, lakini ndani moyo wangu umezikwa akiwa hai. Sauti laini kama unagulia, moyo wangu umezikwa akiwa hai.
lilikuwa dua, sasa ni la mbele, lakini ndani moyo wangu umezikwa akiwa hai.